Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Timu ya Trump imekutana kwa siri na wapinzani wa rais wa Ukraine. Marekani inaendelea kuishinikiza serikali ya Ukraine ili ikubali kukabidhi utajiri wake wa madini ya kipekee mikononi mwa viongozi wa White House. Na sasa timu ya Donald Trump imekutana kwa siri na wapinzani wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Serikali ya Trump inaongeza waziwazi mashinikizo dhidi ya Volodymyr Zelensky ili ajiuzulu, na katika hatua ya karibu kabisa wajumbe wanne waandamizi wa timu ya Trump wamefanya mazungumzo ya siri na baadhi ya wapinzani wakubwa wa kisiasa wa rais wa Ukraine, tena katika mji mkuu wa nchi hiyo Kyiv. Hayo yamefichuliwa na gazeti la The Political la Marekani, ambalo limeandika kuwa wabunge watatu wa Ukraine na mtaalamu mmoja wa kisiasa wa kutoka chama cha Republican cha Marekani wameonana na wapinzani wakubwa wa Zelensky mjini Kyiv, akiwemo waziri mkuu wa zamani wa Ukraine Yulia Tymoshenko ambaye ni maarufu sana kwa kupenda madaraka. Timu hiyo ya Trump imeonana pia na wanachama wengine wa ngazi za juu wa chama cha rais wa zamani wa Ukraine Petro Poroshenko. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mazungumzo kati ya wanachama wakuu wa timu ya Trump na wapinzani wa rais wa Ukraine yamezingatia uwezekano kufanyika uchaguzi wa mapema na urais nchini humo. Kwa mujibu wa katiba ya Ukraine, uchaguzi huo umeahirishwa kutokana na kuendelea sheria ya kijeshi. The Political imeendelea kuandika, wapinzani wa kufanyika uchaguzi huo wanasema kwamba mchakato wake unaweza kuwa wa mkanganyiko na kuisha kwa manufaa ya Russia. Kwa mujibu wa tovuti ya Marekani, wasaidizi wa Trump wanaimani kwamba Zelensky hatochaguliwa tena katika uchaguzi wowote kwa sababu ya athari mbaya za vita, ufisadi uliopitiliza na kuporomoka umaarufu wake. Hayo yakiendelea kushika hatamu, ni kuambia mpango wa Ulaya wa kujibu mapigo kwa hatua ya upande mmoja Trump kuhusiana na vita vya Ukraine huu hapa. Viongozi wa nchi za Ulaya wameamua kuchukua hatua zaidi za kuandaa mkakati wa kuwa na mpango huru wa kujitegemea kiulinzi kufuatia msimamo wa uamuzi wa upande mmoja uliochukuliwa na Marekani kuhusiana na vita vya Ukraine. Katika hatua ya karibuni zaidi, rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amezindua mpango mkubwa wa dola bilioni 840 wenye madhumuni ya kuimarisha sekta ya ulinzi katika nchi za bara zima la Ulaya. Mpango huo uliopewa jina la kuizatiti upya Ulaya kwa silaha ulitangazwa na von der Leyen saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuamua kusitisha misaada yote ya kijeshi kwa Ukraine. Kwa mujibu wa mpango huo, nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya EU zitapatiwa fursa ya kuchukua mikopo kwenye mfuko wa euro bilioni 150 kwa ajili ya kuwekeza katika masuala ya ulinzi. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya amesema mpango wa kuizatiti upya Ulaya kwa silaha utajikita kwenye sekta za ulinzi wa anga, risasi za mizinga, mitambo ya kufyatulia mizinga, ndege zisizo na rubani, zana za kukabiliana na ndege hizo na sekta nyingine za kijeshi. Ukraine ikifuatiwa na Umoja wa Ulaya ndio waathirika wa mwanzo na wakubwa zaidi walioathiriwa na uchukuaji maamuzi ya upande mmoja wa Trump na sera yake ya Marekani kwanza. Uhusiano wa kiuchumi, kisiasa na kiusalama kati ya Ulaya na Marekani umefungamana na kutegemeana kwa muda wa miaka 80 sasa. Na ndio maana sera za Trump kuhusiana na vita vya Ukraine zimezusha mtikisiko mkubwa barani Ulaya. Trump aliziweka kando Ukraine na Ulaya katika mazungumzo na Russia ya kutafuta suluhu ya vita vya Ukraine. Rais wa Marekani anaelewa vyema kwamba Ukraine na Ulaya hazina uwezo wa kukabiliana na Russia bila msaada wa nchi yake. Kwa upande mwingine, Trump anatafuta suluhisho la haraka la vita vya Ukraine ili kuweza kushughulikia vipaumbele vya Marekani vya kisiasa, kiusalama na kiuchumi. Na ndio maana amefikia uamuzi wa kufanya mapatano na Putin, na ili kufikia muafaka na Russia inabidi matarajio iliyonayo Moscow nchini Ukraine nayo pia yatiliwe maanani kwenye meza mazungumzo. Rais mvunjamiko wa Marekani anasema si Ukraine wala serikali za Ulaya zenye uwezo kumaliza vita nchini Ukraine. Kwa mtazamo wa Ukraine na serikali za Ulaya, sera hiyo ya Trump ni sawa na kumtunukia zawadi mvamizi na mchokozi. Hata hivyo, mtazamo wa serikali za Ulaya hauna umuhimu wowote kwa Trump, na ndio maana wakati rais wa Ukraine Zelensky alipokwenda Washington ili kufikia mapatano na Trump kuhusu mgao wa Marekani katika utajiri wa rasilimali za Ukraine mkabala wa kupatiwa dhamana na hakikisho la usalama baada ya kufikia suluhu na Russia, alikabiliwa na dhoruba ya kauli kali na za uzalilishaji za Trump na makamu wake. JD, siku mbili baada ya mkutano huu wa Zelensky na Trump uliozua taharuki na kizaazaa, viongozi wa Ulaya walimlaki na kumkumbatia Zelensky katika kikao kilichofanyika mjini London, Uingereza. Jarida la Foreign Affairs limechapisha andiko linaloeleza kwamba mkutano uliozua taharuki kati ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na rais wa Marekani Donald Trump na makamu wake JD uliofanyika Februari 28 katika ikulu ya White House
umepelekea kutanda wingu zito kwenye anga ya muungano wa Magharibi kwa kutangaza kuwa imehitimisha uungaji mkono wake kwa Ukraine. Serikali ya Trump sio tu imeitikisa Kyiv, lakini pia imefuta itibari ya baadhi ya dhana za msingi zilizojenga uhusiano wa pande mbili za Atlantic tangu wakati wa vita vya pili vya dunia. Baada ya utangulizi huo, jarida hilo limeendelea kueleza, mpasuko mkubwa umejitokeza katika hali ya kuaminiana baina ya pande mbili za Atlantic. Mpasuko ambao ni mbaya kwa nguvu za kimataifa za Washington na kukubalika kwake kama dola kuu, na ni janga kubwa kwa mshikamano wa siku za usoni wa pande mbili za Atlantic na kwa uhai wa NATO. Suala ambalo nchi za Ulaya zinakabiliana nalo hivi sasa ni kwamba serikali ya Trump imesababisha tatizo la msingi katika imani zilizokuwa nayo kwa Marekani. Kwa mara ya kwanza viongozi wa Ulaya hawana uhakika kama Marekani imejitolea kweli kwa NATO au la, na kwa nafasi yake ya uongozi kwenye shirika hilo. Katika kipindi cha miaka 80 iliyopita, Ulaya haijawahi kupoteza imani yake kwa Marekani kwa kiwango kinachoshuhudiwa hivi sasa. Tangu ilipoasisiwa NATO, ilikuwepo pia wazo la kuunda muungano wa usalama wa Ulaya, na Ufaransa ilikuwa ndio kinara wa harakati hiyo, kiasi kwamba mnamo mwaka 1966 rais wa nchi hiyo Charles de Gaulle alijiondoa kwenye tawi la kijeshi la NATO ili Paris isiwe chini ya mwamvuli wa usalama wa Marekani. Hata hivyo, Marekani na vuguvugu linalounga mkono kuwepo umoja baina pande mbili za Atlantic ikiongozwa na Uingereza zilinuia kuasisiwa muungano huo huru na unaojitegemea wa masuala ya usalama wa mataifa ya Ulaya. Hivi sasa serikali za Ulaya zinazungumzia kwa uzito na mkazo mkubwa zaidi kuliko ilivyokuwa huko nyuma kuhusu lazima wa kuwepo muungano wa kujitegemea wa usalama kwa ajili ya Ulaya. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesisitiza katika mahojiano na gazeti la Figaro, watu wa Ulaya hawawezi tena kuitegemea NATO kama ilivyokuwa huko nyuma. Msimamo wa Trump umeidhoofisha NATO. Macron ameongeza kwa kusema, tunahitaji miaka 10 ya kufanya uwekezaji mkubwa wa ndani na wa Ulaya ili kuondokana na satua ya Marekani. Vile vile, gazeti la The Guardian limemtaja rais wa Marekani Donald Trump kuwa ni mhubiri wa utovu wa maadili duniani. Simon Tisdale, mwandishi wa gazeti la Guardian, ameandika kuwa tunaishi katika ulimwengu ambao sheria nyingi na ushirikiano umevunjika, unaotawaliwa shagalabagala na utovu wa nidhamu, na rais wa Marekani ndiye mhubiri mkuu wa hali hiyo. Simon anaamini kwamba Trump na hatua zake katika wiki za hivi karibuni ameonyesha taswira ya ulimwengu unaoongozwa na kiburi cha ubinafsi na uongo wa wazi. Mwandishi wa gazeti la The Guardian la Uingereza ameongeza kuwa Trump hajali watu na hata viongozi wa nchi zingine, na anakejeli hata mavazi yao, jambo ambalo limewafanya maseneta wa Marekani kuja juu. Akielezea kuwa Marekani inashikiliwa mateka na kundi la majambazi wenye siasa kali za mrengo wa kulia, mwandishi wa gazeti la Guardian anaandika, viongozi wa Ulaya wanapaswa kupambana na sera za hatua za Trump. Amedokeza kwamba wafuasi wa Trump wanashambulia mashirika ya serikali, mahakama na vyombo vya habari huru, na kuongeza wale ambao wana mwenendo kinyume na huo wanaadhibiwa na kundi hili la siasa za kiimla. Vile vile rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amelihutubia taifa lake kuhusu hali ya sintofahamu iliyopo duniani kutokana na mabadiliko makubwa ya sera ya Marekani juu ya Ukraine katika utawala wa rais wa nchi hiyo Donald Trump. Kwenye hotuba hiyo kwa taifa iliyorushwa moja kwa moja na television, rais Macron kwa sehemu kubwa ameitumia kuzungumzia hatima ya usalama na ulinzi wa bara la Ulaya na jukumu la viongozi wa bara hilo katika kuisaidia Ukraine. Macron ametaja Urusi kuwa kitisho kwa Ufaransa na Ulaya, na ametahadharisha kwamba itakuwa kosa kubwa iwapo Ulaya itachagua kuwa mtizamaji katika wakati wa sasa aliosema ni hatari duniani. Kiongozi huyo amesema ili kuhakikisha usalama wa Ulaya analenga kujadili na viongozi wenzake Alhamisi mjini Brussels juu ya uwezekano wa bara hilo kutumia makombora ya nyuklia ya Ufaransa kama mwavuli wa kinga dhidi ya vitisho kutoka Urusi. Kwa zaidi ya miongo 7 mataifa yenye silaha za nyuklia duniani yamekuwa kizitumia kama ngao ya kuepuka mashambulizi kutoka nchi nyingine barani Ulaya. Ni Ufaransa na Uingereza pekee ndio madola yenye silaha zake yenyewe za nyuklia. Nchi nyingine hasa zilizo wanachama wa jumuiya ya NATO zimekuwa zikitegemea Marekani kutoa kinga dhidi ya mashambulizi ya nyuklia kutoka madola hasimu, mfano Urusi. Hata hivyo, mabadiliko ya sera za Marekani tangu kurejea madarakani kwa rais Trump yamesababisha wasiwasi kuwa taifa hilo lenye nguvu linawatupa mkono washirika wake wa Ulaya. Matamshi yake yanafuatia pendekezo lililotolewa hivi karibuni na mwanasiasa anayetazamiwa kuwa kansela ajaye wa Ujerumani Friedrich Merz la kutumiwa silaha za nyuklia za Ufaransa kama ngao kwa mataifa ya Umoja wa Ulaya. Kwenye hotuba yake, Macron amewakumbushia viongozi wenzake kwamba hatima ya Ulaya haiwezi kuamuliwa na Washington au Moscow,
na kuwatanabaisha kuwa enzi ya unyonge iliyoshuhudiwa tangu kuanguka kwa ukuta wa Berlin mwaka 1989 imefikia mwisho. Amekumbusha kuwa hivi sasa Urusi inatumia 40% ya bajeti yake ya taifa kwenye shughuli za kijeshi, ikiwa ni mipango ya kulitanua jeshi lake lifikia wapiganaji 300,000 mwaka 2030, kuunda vifaru 30,000 na ndege 100 za kivita. Nani anaamini kuwa Urusi ya leo itaitishia tu Ukraine? Ameuliza kiongozi huyo wa Ufaransa. Macron pia amegusia wasiwasi wa kusambaratika kwa ushirika wa nchi za magharibi tangu kurejea Trump madarakani, akisema anaamini Washington itaendelea kubakia upande wa marafiki zake wa miaka mingi, lakini ni sharti Ulaya ijiandae iwapo imani hiyo haitokuwa ya kweli. Kiongozi huyo amemtahadharisha Trump kuwa amani ya Ukraine haipaswi kufikiwa bila kupima taathira zake na kwamba usitishaji mapigano haufai kuwa legelege. Vile Rais wa Faransa Emmanuel Macron amesema atajadiliana na viongozi wenzake wa Umoja wa Ulaya juu ya kuruhusu kutumiwa silaha zake za nyuklia kuisaidia Ukraine. Anasema tunapaswa kuendelea kuwasaidia wa Ukraine mpaka watakapopata amani thabiti, Urusi ikiwa peke yake na sisi tukiwa pamoja. Hii ndiyo sababu njia ya kuelekea amani haipaswi kuhusisha suala la kuiacha peke yake Ukraine. Ni kinyume chake, amani haiwezi kuhusisha Ukraine kusalimu amri, haiwezi kuachwa kuporomoka, na wala haiwezi kumaanisha kufikiwa makubaliano dhaifu ya kusitisha vita. Mwisho wa kumnukuu. Shukrani kwa Babu wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.